Sky TV. Na mtazamaji wa Sky TV, huari gani popote pale ambapo upo, moja kwa moja kutoka jijini Dodoma. Karibu katika ulimwengu wa habari muda huu. Miongoni mwa habari muhimu ambazo tunazo ni pamoja na bajeti ya ofisi ya waziri mkuu yapita kwa kishindo. Katika habari za kimataifa, Pakistan yaendeleza juhudi za kuleta amani Mashariki ya Kati. Na katika michezo, Mbeya City wakabili mabingwa watetezi Yanga usiku huu. Naam, karibu katika ulimwengu habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Maliango Mogeta. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema katika kipindi kifupi cha uongozi wake, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameandika historia ambayo kwa namna yoyote ile haiwezi kufutika kutokana na mageuzi makubwa yaliyofanyika. Tupate undani wa taarifa ifuatayo. Waziri Mkuu amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akitoa hoja ya kuhitimisha mjadala wa bajeti ya ofisi ya waziri mkuu, taasisi zake na mfuko wa bunge kwa mwaka 2026-2027. Amesema historia hiyo inaandikwa kutokana na utekelezaji wa miradi mikubwa, uandishi wa dira mpya ya taifa ya mwaka 2025, kubadilisha mfumo wa elimu, kujenga madarasa mengi na shule za elimu ya amali, kuanzisha bima ya afya kwa wote, kupandisha bajeti ya kilimo na kuongeza upatikanaji wa huduma za umeme na maji kwa wananchi vijijini. Mheshimiwa Rais amefanya mageuzi makubwa katika elimu. Leo hii tunavyoongea na kama ambavyo umetoka kuwasikiliza waheshimiwa mawaziri, tutaanza na mipya ambapo elimu ya lazima ya msingi, elimu ya msingi ya lazima itakuwa miaka 10. Mheshimiwa Spika, jambo la aina hii kwa mara ya mwisho lilifanyika mwaka 1967. Mageuzi ya aina hii katika elimu yalifanyika kwa mara ya mwisho mwaka 1967. Ni mageuzi ambayo yameambatana na vitu vya msingi ambavyo vimekuwa kilio cha wadau na Watanzania kwa muda mrefu. Mheshimiwa Rais amechukua ujasiri bila kujali gharama kuweza kuhakikisha kwamba watoto wa Kitanzania wanapata elimu wanayostahili. Mheshimiwa Spika, maandalizi ya kutekeleza mpango huu mpya yameshafanyika kwa kiwango kikubwa na mengine yataendelea kukamilishwa ili kuweza kuhakikisha kwamba jambo hili kubwa katika nchi yetu linatekelezeka. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais pia anaingia kwenye rekodi ya kutekeleza jambo hili kubwa kwa sheria na utekelezaji wake. Jambo la bima ya afya kwa wote. Hili ni jambo kubwa ambalo Mheshimiwa Rais amesimamia kutungwa kwa sheria yake katika uongozi wake, lakini pia na mpango huu utekelezaji wake umeanza katika awamu yake na tutaendelea kuboresha kama ambavyo tumeendelea kuelezea maelekezo ambayo yametupatia ili kuweza kuhakikisha kwamba Watanzania wananufaika na jambo hilo kubwa la afya. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais anaingia kwenye kumbukumbu kwa utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati. Wakati mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ukianza, Mheshimiwa Rais alikuwa makamu wa rais. Ameupokea mradi huo ukiwa takriban umetekelezwa 27% kwenda 30%. Katika awamu yake, Mheshimiwa Rais alielekeza tufunge mikanda vyovyote vile tuwezavyo, tuweze kuhakikisha mradi huo mkubwa, ndoto ya Mwalimu Nyerere, unatekelezwa na unakamilika kwa fedha za walipa kodi wa Tanzania. Mheshimiwa, mradi huo ambao umetumia zaidi ya trilioni 6.5 umekamilika na sasa umeiweka nchi yetu kuwa nchi yenye ziada ya umeme. Mheshimiwa Spika, Tanzania ni nchi ambayo sasa ina ziada ya zaidi ya megawatts 2000 za umeme kutokana na kukamilika kwa mradi huo. Bunge limeidhinisha shilingi trilioni 12.5 ambapo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 8.73 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 3.76
ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo kwa ofisi ya waziri mkuu na taasisi zilizo chini yake. Maliango Mugeta, Sky TV, Dodoma. Naam, na sasa ulimwengu habari huko hapa katika jiji la Dodoma, ambapo waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso ameziagiza mamlaka za maji nchini kuhakikisha kwamba unadhibiti upotevu wa maji katika maeneo hayo. Hayo yamesemwa katika tathmini ambayo wizara hiyo imefanya, ambapo imeeleza kwamba yapo baadhi ya maeneo ambayo yamefanya vizuri zaidi na baadhi ya maeneo ni changamoto. Moja kubwa ni upotevu wa maji katika maeneo husika. Amesema hayo wakati akizindua bodi mpya ya wakurugenzi 10 ya mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Dodoma DUWASA, ambapo katika kipimo cha utendaji wa wakurugenzi wa mamlaka za maji ni swala la upotevu wa maji imekuwa ni moja kati ya ajenda muhimu. Tupate taarifa ifuatayo. Sasa katika tathmini ambayo sisi kama wizara ambayo tumeifanya, nimesema yapo baadhi ya maeneo tumefanya vizuri, yapo baadhi ya maeneo ni changamoto. Moja ya changamoto kubwa ni swala zima la upotevu wa maji. Nikiwa kama waziri wa maji, hili jambo silifurahii sana, linaniumiza, silipendi. Kwa ufupi, haiwezekani wewe waziri wa maji, faraja yako watu wapate huduma ya maji, alafu watu hawapati maji, wanasema maji yanapotea. Mmezungumza hapa 33.7 kwamba maji yanapotea. Nataka niseme 33 si jambo la kulichekea, si jambo la kulimba, ni jambo la kwenda kulidhibiti ili watu waweze kupata huduma maji safi na salama. Jambo la 33% juu ya upotevu wa maji, msiseme tu kwamba ni upotevu wa maji. Nataka bodi ya DUWASA, nataka management ya DUWASA ikaconvert 33.7 ni fedha kiasi gani zimepotea. Tusiseme tumepoteza maji, tuseme fedha kiasi gani zimepotea. Na nitoe tamko kwa mamlaka zote za maji, katika kipimo cha utendaji wa wakurugenzi wa mamlaka za maji ni swala zima la upotevu wa maji. Niwaombe na niwasihi sana watendaji wa mamlaka zetu za maji, twendeni tukadhibiti upotevu wa maji. Faraja ya mkurugenzi wa maji, watu wapate huduma ya maji. Leo ukisema maji yanapotea, mwananchi Michese, mwananchi Nkuhungu, mwananchi wa Miganga, mwananchi wa Chidachi hana maji, wewe unamwambia maji haya yanapotea, hawezi kukuelewa. Niwaombe sana, hii kazi mnaiweza na mnaiweza sana. Engineer Aaron, hii kazi mnaiweza. Ukisema 33% inapotea, zipo baadhi ya mamlaka kurugenzi anakuambia 40% inapoteza, 45% inapoteza. Kwa swali na akili ya kawaida, 45%, 40% ya upotevu wa maji sio kazi nyepesi, ni maji mengi mno. Manake hayo ni mafuriko. Ukweli ni kwamba tunapozungumza 33%, 40%, 45% ni wizi wa maji. Baadhi ya watumishi si waaminifu, wameamua kuwa na mamlaka zao zingine. Yapo baadhi ya mahoteli makubwa, vipo viwanda vikubwa ambavyo vinatumia maji havipo kwenye mfumo. Hapa utasema huu ni upotevu. Niombe mwenyekiti wa bodi ambao unaanza sasa na bodi yako, hili ndio jambo la kwanza la kwenda kulifanyia kazi, ili kuhakikisha kwamba mtoke 33% mwende mpaka katika 20% ambao ni kiwango cha kitaifa na kimataifa. Shirikisho la wamiliki na mameneja wa shule pamoja na vyuo binafsi hapa nchini, vyuo visivyo vya serikali hapa nchini, limeiomba serikali kuboresha utaratibu wa ukusanyaji wa kodi katika taasisi za elimu. Lakini pia kufuatia hiyo ni kutokana na malalamiko kwa baadhi ya maafisa wa mamlaka mapato Tanzania TRA kutumia mbinu zisizozingatia utu wala mazingira ya shule. Tupate undani wa taarifa hii. Akizungumza katika mkutano huo, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Afidh Amel ameahidi kushughulikia changamoto hizo na kuagiza mamlaka husika kubadilisha utaratibu wa ukusanyaji wa kodi. Serikali itaendelea kuthamini na kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi ili kuhakikisha elimu yetu inaendelea kukua kwa tija na ufanisi. Napenda pia kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake yanayoendelea kuleta mageuzi katika sekta ya elimu, hususan katika kuimarisha elimu ya sayansi, ujuzi na stadi ili endane na mahitaji ya soko la ajira. Nipongeze TAMONGOSCO kwa kuchukua hatua mbalimbali
mbali ya kwamba changamoto mnazopitia, lakini na nyinyi wenyewe mmechukua hatua za kuona jinsi gani mnaweza kutatua hizi changamoto, japo kwengine mmegonga ukuta. Sasa niwaambie kama mlezi, mimi nazichukua, tutaenda kuzifanyia kazi wizarani, na kama kawaida yetu tutakuja kukaa pamoja kuzungumza. Na vile mmenipa rungu la mlezi, basi mjue kwamba changamoto zile zimefika kwenye mikono. Awali mwenyekiti wa shirikisho hilo Modest Bayo amesema vitendo hivyo vinawadhalilisha walimu na wakuu wa shule mbele ya wanafunzi, huku akizitaja baadhi ya halmashauri hizo ikiwemo Arusha, Dodoma Jiji na Kibaha kuhusika na malalamiko hayo. Halmashauri zinazoongoza kwa kubugudhi ni pamoja na jiji la Arusha, Dodoma Jiji na Kibaha. Tozo na kodi zinachangia kupanda kwa gharama za uendeshaji na kukwaza uwezo wa kuboresha huduma za elimu. Kana kwamba hilo halitoshi, bado kuna usumbufu mkubwa sana katika masuala ya mazingira. Mfano, tozo za environmental impact assessment ambazo shule zinatozwa kama kiwanda, bali ni washirika namba moja kwa kuisaidia serikali kubeba gurudumu hili zito la elimu nchini. Na sasa ulimwengu wa habari unaelekea moja kwa moja jijini Mbeya, ambapo huko nakutana na mkazi wa mtaa wa Nkosi, kata ya Mwakibete, mkoani Mbeya, anatambulika kwa jina la Peter Mwinami. Yeye amepatiwa matibabu kufuatia kupata tatizo baada ya kuweza kudondokewa na magogo wakati akitafuta riziki. Tupate undani wa taarifa hii na mwanahabari wetu Upendo Kibetile. Msaada huu umetolewa na taasisi ya Tulia Trust chini ya mkurugenzi wake Dr. Tulia Ackson, na hapa Peter Mwinami anaeleza namna alivyopata ajali hiyo iliyomsababishia majeraha makubwa, ambapo alitakiwa kufanyiwa upasuaji. Hapa kiuno hivi walisema nyonga imeshatuka kiuno kiafu na mkono. Nilikuwa katika honga kiaji, tulienda kupakia magogo polini. Sasa wakati wa kushusha nidondokea Njombe. Nidondokea nguzo za umeme. Ndio nikawa hivi. Tulienda Ikeru pale, Ikeru kashindikana, akasema inabidi nije Mbeya mkoani. Tulipokaa mkoani tukakaa pale, kaona tu hela zinatumika. Matibabu yenyewe pale kaonekana tena zimetumika hela nyingi, hata ndugu amechanga zimeisha. Tena wanadai walisema operation ni $1,000,000. Kasema turudi kwa shukuru mbunge kwa msaada, Mungu aendelee kumsaidia hivyo hivyo. Au na moyo huo atakuwa amenisaidia sana, maana hapa tulikwama kabisa. Ndugu wa mgonjwa huyo Fami Mwema amesema kuwa awali walimpeleka hospitali, lakini walilazimika kumrudisha nyumbani baada ya fedha kuisha, huku mke wa mgonjwa Filona Msigwa akieleza hali ya maisha baada ya mumewe kupata ajali. Nilikuja kumuuguza akiwa mpata ajali. Kwa hiyo kati ya hapo tumeenda hospitalini, tumekaa, tukawa haina namna, hela zikawa zimeisha. Kabidi turudi, tukawa nakaa hapa. Cha kushukuru Mungu kwa kujitolea huyo anasema bunga anaitwa Tulia, tunamshukuru sana kwa kutoa huu msaada, maana hapa ilikuwa haina namna. Changamoto zipo sababu mgonjwa alikuwa akilalamika sana kwenye kiuno na mkono. Moto yani alipopata ajali, na sasa nina changamoto kubwa sana, maana mimi ndo mama. Kuna mahitaji na watoto 3, mwingine yupo shuleni huko, hata ada sijalipia, mwingine anasoma hapa na mwingine mtoto mdogo. Kwa hiyo ni ngumu, maana mgonjwa inabidi ale na mimi sina kazi yoyote ile. Ninawashukuru kwa kujitolea kumpeleka mgonjwa kafanyiwa operation. Naye mwenyekiti wa mtaa wa Ngosi Laurent Shija amesema walipopata taarifa za tukio hilo waliitisha michango ya wananchi ili kusaidia familia hiyo, huku afisa afya kutoka taasisi ya Tulia Trust Abdul Saidi akieleza lengo la kutoa msaada huo pamoja na kutoa wito kwa wananchi kuwasaidia watu wenye uhitaji. Tulivyopewa taarifa hizo, tulipita mtaani, mtu wa Kibalozi. Hasa hapa kuna mwingine tena anaumwa, wako wawili. Zaidi ya huyu tena mtu mzima. Tulipata 100,000 na shilingi 4,000. Tukazigawa. Tukaacha pa shilingi 50,000
kwa 50,000 na shilingi 4,000. Tumekuja hapa kwa ajili ya kutekeleza azimio la Dr. Tulia kwa kumchukua mgonjwa huyu na kumpeleka hospitali. Lakini pia nitoe wito kwa jamii na wote ambao wanatusikiliza. Hili si la Dr. Tulia peke yake, lakini kila mtu ambaye yupo katika jamii anaguswa na hiki. Kidogo ulichonacho toa kwa ndugu jamaa na marafiki ambao wana uhitaji. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Na mtazamaji wa Sky TV, katika ulimwengu wa habari bado tuko pamoja, na miongoni mwa taarifa ambayo tunayo usiku huu katika ulimwengu wa habari ni pamoja na ofisi ya Rais mipango na uwekezaji yasoma hotuba ya budget. Naam, karibu tena katika ulimwengu wa habari. Asante kwa wale ambao tutazama moja kwa moja katika cables tofauti, lakini pia kupitia Sky Digital. Serikali imewataka Watanzania kujenga utamaduni wa kuthubutu na kujaribu mawazo mapya kama njia ya kukuza uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Haya amesema wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti bungeni Dodoma, ambapo waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema kwamba ubunifu na uthubutu ni nguzo muhimu ya maendeleo ya kiuchumi. Hii ni taarifa zaidi. Akiwasilisha hotuba ya bajeti bungeni jijini Dodoma leo, waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema ubunifu na uthubutu ni nguzo muhimu ya kuleta maendeleo ya kiuchumi, na ni muhimu kulinda na kudhamini watu wanaojaribu kufanya mambo mapya, kwani wanachangia kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Kwa mujibu wa taarifa ya hali ya uwekezaji ya dunia ya UNCTAD ya mwaka 2025, yani World Investment Report 2025, Tanzania imeendelea kuimarisha utendaji wake wa mtiririko wa uwekezaji, ambao uwekezaji kutoka nje ulifikia dola za Kimarekani bilioni 1.72 mwaka 2024 ukilinganisha dola bilioni 1.34 mwaka 2023, sawa na ukuaji wa 28.3% katika kipindi hicho. Kwa mujibu wa taarifa hii, katika ukanda wa Afrika Mashariki, Tanzania ilishika nafasi ya 3 kwa kuvutia uwekezaji kutoka nje, ikiwa nyuma ya Ethiopia iliyovutia dola za Kimarekani bilioni 3.98, Uganda dola bilioni 3.31, na ikafuatia Tanzania ikiwa mbele ya Kenya, mbele ya Rwanda. Kwa jumla, taarifa inaonyesha kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye ukuaji wa haraka uwekezaji barani Afrika, ikiwa imeshika nafasi ya 11 kwa ukubwa wa mitaji kutoka nje, yani foreign direct investment. Ni muhimu tujenge uthubutu wa kujaribu mambo mapya na kujenga utamaduni na nidhamu ya kutenda. Hivyo tuwalinde na kuwathamini watu wanaothubutu kufanya mambo mapya. 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, dhima ya uongozi wowote ukiwemo uongozi wetu hatimaye ni maendeleo ya uchumi na maisha ya watu wetu. Hivyo basi, kila hatua tunayochukua na kila nadharia tunayoifikiria lazima ilenge katika kukuza uchumi na kuboresha maisha ya watu wetu. Hivyo katika kupima mafanikio kwa mipango ambayo tunayo, katika kupima mafanikio ya juhudi zetu, tutazingatia vigezo vya kukuza uchumi, kuboresha maisha ya watu, na hii tunazingatia kupitia kupanuka na kuimarika kwa ubora wa huduma za jamii, kupungua kwa umaskini na kuongezeka kwa ajira, hususan miongoni mwa vijana. Na ulimwengu wa habari sasa unaelekea jijini Dar es Salaam, ambapo taarifa tulionayo katika ulimwengu wa habari ni pamoja na jamii kutakiwa kutowaficha watoto wenye changamoto ya macho, bali kuwapeleka katika vituo vya afya kwa ajili ya kuweza kupata huduma muhimu za matibabu mapema, lengo likiwa ni kuepusha madhara ya muda mrefu. Hii imetolewa na mwenyekiti wa taasisi ya Tanzania Macho Happiness Bernard wakati akitangaza kampeni ya utoaji wa huduma za uchunguzi wa matibabu ya macho bure kwa watoto. Amesema huduma hizo zitatolewa Juni 18 katika viwanja vya Mnazi Mmoja vilivyoko jijini Dar es Salaam, lakini ameweza kueleza kwamba lengo zikiwa zinalenga kuwafikia watoto wengi zaidi na wenye uhitaji. Hii ni taarifa zaidi. Niko hapa kuwakaribisha wazazi wote na watoto wote Jumamosi, ambavyo tutakuwa kuna madaktari bingwa kutoka CCBRT ambao watakuwepo nasi kutoa elimu ya macho na kufanya screening. Ambao screening ni muhimu sana katika jamii yetu kwa sababu kuna watoto wengi wanakosa hii huduma na wanapata changamoto sana sasa shuleni. Wengine wazazi wanawaficha kwa sababu wanashindwa
uhuru wa kuonesha watoto wao kwa sababu wa kukosa elimu ya macho. Usimfiche mtoto nyumbani. Tena sana sana hii changamoto tumeguswa sisi kama vijana, watoto wenye tatizo la mtoto wa jicho. Watu wengi wanawaficha watoto majumbani, wanashindwa kuwapeleka shule, lakini sisi kama vijana Tanzania Macho tumejitoa kwa nguvu zetu kuwasaidia. Kwa hiyo mzazi, usimfiche mtoto nyumbani. Mlete asaidike ili aweze kutimiza ndoto zake. Huyo baadaye mtoto tutapomtibia akapona, atakuwa rais wa baadaye, atakuwa kiongozi mkubwa wa baadaye. Kwa hiyo tunawaomba wazazi, msiogope kufika. Huduma hizi ni bure. Lengo ni nini? Kuna watoto wengine wanapata shida, hawawezi kuona umbali mrefu darasani, lakini tunapokuwa na madokta ama specialisti wanaweza wakagundua tatizo la mtoto wako. Tumefanya ni bure, hata kama mtoto atakuwa na tatizo kubwa, madaktari wataweza kutupa ushauri mtoto wako tufanye nini. Lakini pia tunatarajia kuwa na mgeni rasmi, mbunge wa viti maalum, Mheshimiwa Mariam Abdalla Ulega, huyu anatoka Pwani. Lakini vile vile tutakuwa na diwani viti maalum Mheshimiwa Farida Mkanye. Wote hawa watakuja kwa ajili ya kuungana na sisi, maana lengo ni kuhakikisha tunawatetea watoto wetu. Maana tunasema mtoto wa mwenzio ni mtoto wako. Tunasema hivi, blindness is not a limitation. Naam, na sasa ulimwengu habari unatoa mkoani Kigoma ambapo kaya 1800 kati ya kaya 2200 katika vijiji 66 vilivyoko katika mkoa wa Kigoma tayari vimeanza kunufaika na uwepo wa nishati ya umeme wa gridi ya taifa chini ya mpango wa umeme kwa vijiji vilivyoko pembezoni mwa Tanzania ambao unasimamiwa na kampuni Tanzo TANESCO, kampuni ya Edgo, lakini ambayo inashughulika na ujenzi pamoja na ukarabati wa utekelezaji wa miundombinu ya kusafirisha pamoja na kusambaza umeme maeneo mbalimbali vijijini. Hii ni taarifa zaidi. Eneo la kwanza ni eneo la kusambaza umeme katika kituo kile cha Uhuru kilichoko Urambo, na tumeangalia kwa jinsi ambavyo ETDCO imeweza kutekeleza jukumu lake. Mradi huu umekamilika na tayari umeanza kutekelezwa. Na eneo la pili la mradi huu limetoka Urambo mpaka Nguruka. Nalo limeshaweza ama mradi umeshaweza kutekelezwa kwa 56%. Kwa eneo hili la Tabora mpaka hapa Kigoma, tunatarajia mradi huu utaweza kugharimu takriban bilioni 99. Tunatarajia huu mradi kukamilika tarehe 30 Juni 2026. Maana awali ya kwanza tulikuwa yani tuko kama kichakani na nyumba zetu zilikuwa yani ndio hivyo, wala tueleweki, unadhani tuko polini. Ukinunua hiyo sola beterisi mwaka mmoja tayari inakuwa imeishiwa nguvu. Tuna mashine za kusaga ambazo zinatumia umeme. Tuna watu wanatumia majiko ya majumbani ambayo pia matumizi yake ni ya umeme. Tungependa kuhamasisha wanavijiji waweze kutumia hii fursa, kwa sababu umeme ni fursa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na vile vile kukuza maendeleo katika kijiji. Wakazi wa vijiji takriban 5 katika kata ya Mkinga vilivyoko katika mkoa wa Rukwa wameomba serikali kuwajengea kituo cha afya katika eneo hilo ili kufuatia ongezeko la vifo vya wajawazito na watoto ambao vinaripotiwa kutokea mara kwa mara. Taarifa hii inaeleza zaidi kwamba wakazi hao wamelalamikia kwa kuwepo kwa umbali mrefu ambao unawalazimisha kuweza kutembea kwa takriban kilomita 25 ili kuweza kufikia katika huduma za afya katika kituo cha afya kilichoko katika eneo linalojulikana kama Kirando. Hii ni taarifa zaidi. Tunapoteza wakina mama wengi kwa ajili ya uzazi. Wakina mama wanapoteza maisha njiani, afikia kituo cha Kirando kipo mbali. Yaani mzazi anapotoka hapa mpaka kumfikisha kituoni anakuwa amechoka. Kuna mama aliyefariki tarehe 20 nilikuwa pale zahanati kwa kukosa huduma. Kwa kweli Mama Samia, tupo chini ya miguu yako. Nakumbuka nilikuwa na mkwe wangu, alikuwa ni mjamzito. Tumemfikisha pale zahanati. Kufika pale zahanati wanasema huyu mama hapana, haiwezekani kujifungulia hapa, mpelekeni Kilando. Pakuwa tuchukue gari mpaka tufike Kilando, kufika Kilando kumpasua wanakuta watoto wamefia tumboni. Hiyo ni hadha za kutokuwa na kituo cha afya. Mimi nimeshakuwa bibi, lakini na wajukuu zangu na wanangu wanateseka sana tunapowapeleka pale kwenye
zahanati, tunaandikiwa wapelekwe Kirando. Kirando hatuna hela za kutufikisha kule. Tunakwenda kupata huduma kata ya pili, ambayo kuanzia hapa ni kilomita 25 kwa upande wa kaskazini na kilomita 45 upande wa kusini. Mwaka jana tumepoteza wazazi 5 kwa tatizo la kujifungua kwa kuishiwa na damu. Kwa hiyo mimi namuomba tu kwamba atusaidie kutupa fedha za umaliziaji wa hicho kituo cha afya. Atakuwa ametusaidia sana kwa sababu shida huko ni kubwa sana. Kutokana na unyeti, wananchi walishaanza kwa nguvu zao kuanza kujenga, na sisi tumesema tutaunga mkono. Kwa hatua za awali tumeshawasapoti mifuko kama 100 kupitia mfuko wa jimbo. Mtazamaji wa Sky TV, katika ulimwengu wa habari, mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko haya mafupi tutaweza kuungana na Jeremia Isaya katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo 3 na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Biashara na uchumi.
Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Langu jina ni Jeremia Isaya. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amekutana na uongozi wa benki ya Ecobank ukiongozwa na afisa mtendaji mkuu wa kitengo cha wateja wa biashara na uwekezaji kutoka makao makuu ya benki nchini Togo, Bwana Michael Abie, pamoja na afisa mtendaji mkuu wa Ecobank Tanzania ndugu Charles Asiedu. We really appreciate for the support. Great. Going forward, yes, we do have a lot of other projects that we want to do, including, of course, the rest of the AFCON. Absolutely. Yeah. Money. So I'm not sure which stage you are, but we would very much appreciate if we can conclude this as well. Okay. And of course, we will be talking to you more often regarding the other projects that we are having. Be happy to speak to you regarding the other projects that we have. We have quite significant projects actually. We have the Mangakwani port, which is quite big as well. We do have, now that we are having AFCON, AFCON is not just the stadium, it is more than that, much more than that. We appreciate the partnership that we enjoy with the revolutionary government of Zanzibar, but also with Tanzania as a whole. Personally, it's my 6th time in Tanzania. I used to come and visit when I worked at RMB in South Africa as your CEO for international and the rest of Africa, facilitating and mobilizing Pan-African money to finance Pan-African projects. So it will behoove you to know that the facility we did for you, and incrementally what we do is not just money in Tanzania, but we also get some of our other affiliates. Shirika la Viwango Tanzania TBS linatarajiwa kuanza upimaji wa sampuli za bidhaa kwa kanda ya kati na magharibi kupitia maabara mpya inayojengwa jijini Dodoma. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa TBS, Profesa Othmani Chande Othmani, amesema jengo hilo limefikia 97% ya ujenzi na linatarajiwa kuanza kutoa huduma hivi karibuni. Sasa leo tulikuja kupata uhakika wa mambo yote na tumetembelea jengo kuanzia ghorofa ya 5 mpaka chini. Kuona sehemu ambazo zimefikiwa na sehemu gani ambazo bado, na tumeridhika na kazi iliyofanywa. Ni kazi nzuri sana. Jengo hili likikamilika litasaidia sana watu wa kanda za kati pamoja na kanda za magharibi, kwa sababu itakuwa sasa sample zao zote ambazo sisi kwa kawaida tunapima Dar es Salaam tutaweza kuzipimia Dodoma. Tukizipimia hapa itapunguza wakati wa wao kupata majibu kutoka kwetu. Mtazamaji, tuangazie viwango vya ubadilishaji wa fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2588 na senti 04 na kuuzwa kwa shilingi 2613 na senti 93. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3508 na senti 35 na kuuzwa kwa shilingi 3543 na senti 44. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3050 na senti 79 na kuuzwa kwa shilingi 3081 na senti 30. Yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 379 na senti 39 na kuuzwa kwa shilingi 381 na senti 18. Yen ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 26 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 42. Nayo randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 157 na senti 85 na kuuzwa kwa shilingi 159 na senti 40. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 20 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 20. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 79 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 78. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 69 na kuuzwa kwa senti 70. Tutamatisha na faranga ya Burundi ambayo imenunuliwa kwa senti 86 na kuuzwa kwa senti 87. Na hii ni tamati ya habari za biashara na uchumi. Ulikuwa nami Jeremia Isaya. Biashara na uchumi. Asante Jeremia Isaya kwa kutupitisha katika habari za biashara na uchumi. Sasa ni nafasi yake Zinazini Mswima ambapo yeye atuletea habari za kimataifa, lakini hii ni mara baada ya mapumziko yafuatayo.
Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Mkuu wa jeshi la Pakistan yuko Tehran kukutana na maafisa wa Iran ili kuendeleza juhudi za kupunguza mvutano kati ya mzozo wa Mashariki ya Kati na kujaribu kuandaa duru ya pili ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Mkuu wa jeshi la Pakistan Asmin Munir tayari amekutana mjini Tehran na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, ikiwa ni msukumo wa Marekani wa kujaribu kuandaa duru ya pili ya mazungumzo ya amani na Marekani na Iran. Maafisa wa Marekani ikiwa ni pamoja na msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt wamesema mazungumzo haya yanatarajiwa kuanza wiki hii, huku wakitaja kuwa na matumaini ya kufikia makubaliano baada ya duru ya kwanza kumalizika bila mafanikio yoyote. Hata hivyo, hali ya mivutano inaendelea kushuhudiwa. Iran imetishia kusimamisha biashara katika bahari ya Sham na kwenye eneo lote la Ghuba endapo Marekani haitaondoa vizuizi vya majini kwenye bandari zake. Makadirio mapya ya shirika la DRC yanaonya zaidi ya watu milioni 4.2 watayakimbia makazi yao kufika 2027 kutokana na vita na ukatili, huku ufadhili wa misaada ukizidi kupungua duniani. Vita, migogoro, vurugu na mateso vinatarajiwa kuwafanya watu milioni 4.2 kuyakimbia makazi hayo, bila kujumuisha wale wanaoathiriwa na vita vya Mashariki ya Kati. Haya ni kwa mujibu wa makadirio mapya ya shirika la misaada Baraza la Wakimbizi la Denmark DRC, ambayo yanaonyesha ongezeko kubwa la watu wanaokimbia vita na ukatili duniani. Baraza hilo la wakimbizi wa Denmark linaongeza kuwa tayari kuna zaidi ya watu milioni 117 waliotawanywa duniani, na hali inazidi kuwa mbaya kutokana na kupungua kwa ufadhili wa misaada ya kibinadamu. Marekani ina matumaini ya makubaliano na Iran, huku mazungumzo mapya ya amani yakipangwa Pakistan, wakati mvutano kuhusu vikwazo, urani na usalama wa njia za mafuta ukiongezeka. Lakini Marekani imesema ina matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano dhidi ya Irani, huku ikiendelea kujadili uwezekano wa duru ya pili ya mazungumzo ya amani. Wakati huo Israeli imesisitiza malengo yake ya kuondoa uwezo wa Irani wa kurutubisha urani na kufungua tena mlango bahari ya Hormuz, eneo muhimu la usafirishaji wa mafuta duniani. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani, mazungumzo hayo yanaweza kufanyika katika mji mkuu Islamabad kufuatia juhudi mpya kidiplomasia zinazolenga kumaliza mvutano kati ya Iran, Marekani na Israel. Huku mvutano ukiongezeka, Marekani imeongeza vikwazo dhidi ya sekta ya mafuta ya Iran, wakati Tehran ikionya kuwa haitoruhusu meli yoyote kupita katika Ghuba ya Uajemi, bahari ya Oman au bahari ya Sham endapo vizuizi havitaondolewa. Mwisho wa habari za kimataifa, rangu jina ni Zinazire Mswima. Habari za kimataifa. Naam, asante Zinazine Mswima katika kutupitisha kwenye habari za kimataifa. Natoa nafasi kwa Lai Saidi kuja kwa ajili ya michezo na burudani baada ya mapumziko yafuatayo. Sky TV. Iula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iula Malaika Sekondari.
Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Na mtazamaji, karibu tena katika habari za michezo na burudani. Jina langu Lai Saidi. Kikosi cha Yanga usiku huu kipo dimbani katika uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, ambapo Yanga wamewaalika Mbeya City, mchezo ambao unaendelea kwa hivi sasa katika uwanja wa KMC. Yanga mpaka hivi sasa wanaongoza kwa idadi ya mabao 5-0, huko Pacome Zouzoua akifunga mabao 2, Prince Dube akiingia kambani, Maxim pia Nzengeli pamoja pia na mlinzi wa kikosi hicho Mohamed Husseini. Mpaka sasa timu hizo zimeelekea mapumziko, Yanga akiwa kifua mbele kama ambavyo nimetoka kukujuza mtazamaji. Lakini pia timu hizo zinacheza mchezo wa mzunguko wa pili, ukiwa Yanga na kumbukumbu ya kupata sare tasa katika mchezo wa mzunguko wa kwanza ambao ulipigwa Septemba 30 mwaka 2025, mchezo ambao ulipigwa katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Kwa michezo 7 ambayo wamekutana kabla ya mchezo wa leo ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara, Yanga imeshinda michezo 2 pekee, huku michezo 5 ikitamatika kwa sare, wakati Mbeya City yenyewe ikiwa inashika nafasi ya 13 wakiwa wamecheza mechi 18 wakishinda mechi 4, sare 5 na kupoteza michezo 9. Na kwingineko ni kuhusiana pia na matajiri Azam FC. Kesho atakuwa dimbani katika uwanja wa nyumbani Azam Complex, ambapo Azam FC watawalika JKT Tanzania katika mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mchezo huo utapigwa majira ya saa 1 usiku, ambapo kocha mkuu wa Azam FC Florai Benge amesema maandalizi ya timu hiyo kuelekea mchezo dhidi ya JKT Tanzania yameenda vizuri, huku akitarajia ushindani mkubwa kutokana na ubora wa wapinzani wao kwenye ligi kuu msimu huu. Kwa upande wa kocha wa JKT Tanzania Ahmad Ali amesema kikosi cha timu yake kimefanya maandalizi imara kimbinu na kimwili kuelekea mchezo huo. And just to say that we are going to face against one of the best team here this season in Tanzania League. So it's a good game, and we have to enjoy to play this kind of game. And we know that we played the first game away, and it was difficult. We draw 1-1, and we score first and they score after in the last minute. So that means this team never give up. So we know that it will be difficult tomorrow, and you have to be really focused. I think tumejitahidi walimu kuona jinsi gani ambavyo tunawafanya wachezaji kuwa bora kwenye hizo aspect zote. So tunatambua kwenye hayo maandalizi ambayo tunafanya, tulikuwa tunajiandaa kwa sababu ya mechi na Azam ambayo tutacheza kesho. So one of the best team ambao ipo kwenye ligi, tunajua umuhimu wa kuwa bora kiwanjani na kuweza kupata matokeo mazuri. So haitakuwa mechi easy kwetu na kwao pia. Kwa tunahitaji tu compete, na kwa sababu tunacheza na timu bora, basi nasi tunatamani kujifunza na kufanya vizuri kwenye timu ambayo iko bora, na mwalimu mzuri kwenye Tanzania yetu na Afrika, on top coach ambaye yupo Azam. So naamini tutaendelea kujifunza zaidi na kufanya vizuri.
Zaidi ya waogeleaji 600 wanatarajia kushiriki mashindano ya kuogelea ya chipukizi kwa vijana wadogo East Africa Development Swimming Gala yatakayoshirikisha nchi 5 ambazo ni Kenya, Uganda, Malawi, Rwanda, Burundi pamoja na wenyeji Tanzania. Mashindano hayo yameandaliwa na Prime Sport Agency na yanatarajiwa kufanyika Aprili 18 hadi 19 mwaka huu katika bwawa la shule ya sekondari ya FK iliyopo jijini Dar es Salaam. Akizungumza kuhusu mashindano hayo, mkurugenzi wa mipango wa Prime Sport Agency, Jeremiah Garson, amesema kuwa lengo ni kutoa nafasi kwa wavulana na wasichana kutoka shule na vilabu mbalimbali kushindana, kuonyesha vipaji vyao na kuvikuza. Mashindano hayo pia yanatarajiwa kuwa na chachu ya maendeleo ya mchezo wa kuogelea kwa vijana na kuibua vipaji vipya vya kimataifa. Prime Sports Agency tumeandaa mashindano chipukizi ya kuogelea ya vijana ambayo yatafanyika FK Blue Marlins Secondary School iliyopo Bahari Beach tarehe 10 tarehe 19 mwezi huu wa 4, na ambao yatashirikisha washiriki wa kike na wa kiume ambao hawa ni wachezaji, pia si chini ya nchi 5 ambazo tayari zimeshathibitisha ushiriki wake. Nchi hizo pamoja na Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na pia Malawi. Lengo la mashindano haya ni kuweza kutambua vipaji mbalimbali tofauti katika mchezo huu wa kuogelea, na kuweza pia kunyamua na wale pia ambao watoto wadogo tuweze kuwapa msaada kuweza kufikia hata kuweza kushiriki katika mashindano either ya kimataifa au ya Afrika na hata duniani kwa ujumla. Na pia tunapenda kuwakaribisha wadau mbalimbali katika mchezo huu ili waweze kuwepo, kuweza kushuhudia na hata kuweza kuchukua vipaji kutoka katika nchi tofauti. Tunajua hawa wachezaji wametoka katika shule mbalimbali za kimataifa, shule za kawaida na pia hata vilabu mbalimbali. Vilabu vingi vikitokea hapa Tanzania na vilabu vingine vikitokea Uganda na vingine Kenya. Hivyo tunawakaribisha sana wadau mbalimbali ili waweze kuwepo katika siku hiyo kushuhudia sasa mtanange mbalimbali. Kwa maana watu wataogelea sana, watu watakimbizana sana kwenye maji na watu pia wataweza kushindana zaidi. Kimataifa ni kuhusiana na kocha mkuu wa kikosi cha Arsenal The Gunners Mikel Arteta amekuwa kocha wa kwanza katika historia ya Arsenal kuiongoza timu hiyo kutinga nusu fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya kwa misimu 2 mfululizo. Baada ya sare ya bila kufungana dhidi ya Sporting CP na kusonga mbele kwa ushindi wa jumla wa 1-0, Arsenal sasa inasonga mbele kusaka taji lao la kwanza la ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kocha huyo ameomba pia mashabiki kufurahia mafanikio hayo badala ya kukosoa namna timu inavyocheza, akisisitiza kuwa kila wanachokifanya ni kitu cha kipekee ambacho hakijawahi kushuhudiwa baada ya miaka 140. Arsenal sasa inajiandaa kwa kibarua kizito katika hatua ya nusu fainali ambapo itakutana na miamba ya Hispania ambayo ni Atletico Madrid. Na safari pia ya kuisaka tiketi ya fainali itaanza ugenini katika mchezo wa mkondo wa kwanza utakaopigwa Jumatano ya Aprili 29 mwaka huu kwenye dimba la Allianz Air Metropolitano nchini Hispania kuanzia majira ya saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Baada pia mtanange huo wa ugenini, vijana wa Mikel Arteta watarudi nyumbani katika uwanja wa Emirates kwa ajili ya mchezo wa marudiano ambao utapigwa Jumanne ya Mei 5 kwa mwaka 2026. Mchezo huo pia wa mkondo wa pili ndio utakaotoa uamuzi nani anastahili kutinga katika fainali msimu huu kati ya Arsenal ama Atletico Madrid. Na taarifa hiyo inatufikisha tamati ya habari za michezo pamoja na burudani. Mariango Mugeta yuko hapa kutamatisha ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima.
kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Naam, na sasa ni utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia muda huu. Kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania, na huu ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika maeneo magharibi mwa nchi, ukanda wa Ziwa Victoria, nyanda za juu kaskazini mashariki na pwani ya kusini, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi na pwani ya kaskazini, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Kanda ya kati panatarajiwa kuwa pakavu. Kwa siku ya kesho, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa na kwa ukanda wa pwani yote, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa Ziwa Rukwa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na viashiria vya mvua bado vinaonekana kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini. Na Mamlaka ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Mara, Simiu, Arusha, Kilimanjaro, Lindi pamoja na Mtwara. Wakazi wa maeneo hayo ni vyema kuchukua hatua stahiki. Penda mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika mkoa wa Kigoma, ukanda wa Ziwa Victoria, nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na pwani ya kusini, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi, pwani ya kaskazini, mkoa wa Tabora pamoja na mkoa wa Katavi, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kanda ya kati panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na kwa utabiri wa siku 4 zijazo kwa jiji la Dar es Salaam, tunatarajia mvua na ngurumo. Dodoma tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 18. Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo, mvua na mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 20 na 21. Kilimanjaro tunatarajia mvua na ngurumo, mvua na mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 20. Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo. Arusha tunatarajia mvua na ngurumo, mvua na mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 20. Penda mtazamaji, ni kusiendelea kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Na mtazamaji wa Sky TV, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wetu wa habari, ni kukumbushe taarifa ambazo tumekuwa nazo ni pamoja na bajeti ya ofisi ya waziri mkuu yapita kwa kishindo. Katika habari za kimataifa, Pakistan yaendeleza juhudi za kuleta amani Mashariki ya Kati.
Na katika michezo mpaka sasa Yanga yaongoza kwa bao 5. Na mtazamaji, endelea kutufuatilia katika Sky Digital. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu habari, mimi ni Maliango Mugeta. Endelea kutazama Sky TV.